إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، لقد أسلفنا في الجمعة التي قبل الماضية مقدمة في خطورة السرقة، ونأتي في هذه الخطبة بإذن الله تعالى بمختصر عن أضرار السرقة. Ndugu katika imani, Juma ya kabla ya wiki jana tulitanguliza utangulizi kuhusu uhatari wa wizi katika Uislamu. Tukaeleza kwamba ni dhambi katika madhambi makubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichukua mkataba kwa yoyote aliyetaka kuingia katika Uislamu, ya kwamba hatoshirikisha, ya kwamba hatozini, ya kwamba hatoiba na mengineyo mengi ambayo tuliyataja katika khutba ile iliyopita. Lakini kwa sababu ya wakati na hatutaki kurudi kule nyuma, leo kwa ufupi Waislamu, ni baadhi ya athari mbovu, ni baadhi ya hasara kubwa ambazo zinampata mwizi wa aina yoyote yule, awe ni mwizi aliyemwibia mtu au ni mwizi ameibia watu. Kwa sababu unaweza ukaiba ukawa umemwibia mtu, na unaweza ukaiba ukawa umewaibia watu. Kuna mali ambayo inaitwa mali ya umma na kuna mali ya mtu binafsi. Sasa mwizi ambaye tunamzungumza ni mwizi ambaye ataiba kwa hali yoyote ile, sawaun saraka haqqa alfardi au haqqa aljamaa, sawaun ameiba haki ya mtu binafsi au ameiba haki ya watu. Na tukumbuke ya kwamba kuwaibia watu ni kubwa zaidi kuliko kumwibia mtu, kama vile itakavyobainika katika khutba hii ya leo. Lakini kwa haraka tuangalie madhara ambayo yanampata mwizi kulingamana na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Adhararul awwal, madhara ya kwanza watukufu wa kiimani
nukswanu imanihi wa dhahabu nuri imani. Madhara ya kwanza ambayo itampata mwizi ni kuondokewa na nuru ya imani. Imani ina nuru, na nuru ya imani ndiyo inamsukuma mtu katika kutekeleza yaliyoamrishwa na kukatazika na yaliyokatazwa. Sasa nuru ya imani ikiondoka, mtu yule ubakia katika Uislamu, yani sio kafiri, haja kufuru akawa sio Muislamu, ni Muislamu lakini imani yake haina kazi, haina nguvu ya kumkanya na kumsukuma katika kutekeleza yale yaliyoamrishwa na kukatazika na yale yaliyokatazwa. Ushahidi wa maneno haya ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo iko katika sahihi al-Bukhari kwa riwaya ya Ibn Abbas na riwaya ya Abi Huraira radhiyallahu anhuma au radhiyallahu anhu, kwa kuzingatia Ibn Abbas na babake wote wawili ni sahaba. Kwa riwaya ya Ibn Abbas ambayo nitatosheka nayo, yametajwa mawili: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dhahaba jumhuru ulamai ahli sunnati wal jamaati anna an-nafya huna linafyi al-kamal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hazini mzinifu kipindi anapozini akawa na imani iliyokamilika inayotakiwa yenye kumfaa mtu kesho siku ya Kiyama. Anaondokewa na nuru iman, anavuliwa nuru iman. Wala yasriku sariku, na hatoiba mwizi yoyote yule atakayeiba. Kipindi kile anapoiba anavuliwa nuru iman. Ulama wa ahli sunnati wal jamaa wanasema hapa sio kwamba mtu yule ameritadi au amekuwa kafiri, amepokonywa nuru ya iman, pawa ya iman, la asla al-iman, sio asili ya imani. Bikhilafi al-khawarij, tofauti na kundi katika makundi ya Kiislamu wanaoitwa khawarij. Makhawarij wao wanakufurisha watu kwa madhambi makubwa wakitumia hoja kama hadithi hii tuliyoitaja. Wanasema murtakibul kabirati kafirun wa mukhalladun fi nar. Hii ni madhhabu ya Khawarij, ni dhehebu katika madhehebu yaliyopotoka katika Uislamu. Tofauti na ahlu sunna, wanasema ya kwamba anapokonywa nuru ya imani, imani yake inakuwa haina nguvu, anabaki katika giza, imani haina kazi tena, lakini hajaritaji akatoka katika Uislamu kwa kule kuzini au kwa kule kuiba au kwa kule kunywa pombe, lakini amefanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo inapelekea yeye kupokonywa nuru ya imani mpaka atubie tauba ya kweli. Hivi ndivyo wanavyosema ulama wa ahli sunna. La yakfur, hawi kafiri, lakin yuslabu minhu nurul iman. Ahibati fillah, madhara ya kwanza ukaye ukijua kwamba kila ukiiba ndipo unazidi kupata giza moyoni, unaondokewa na nuru ya imani. Utakuwepo katika Waislamu upo, lakini amali zitakushinda, na wako watu wengi walioshindwa na amali kwa sababu ya nyoyo kufinikwa na giza ya maasi. Imani zimeondokewa na nuru kwa sababu ya madhambi makubwa yakiwemo wizi. Madhara ya pili, Waislamu,
adhararu thani al-la'na. Ukijua ya kwamba kosa la wizi, asarika, kwa aina zake zote, mwibie mtu binafsi au waibie watu, iba katika mali ya umma au katika mali ya mtu haswa, madam umeiba, umeingia katika tatizo la laana. Na laana maana yake ni kuondolewa katika barakat na rahma za Allah tabaraka wa taala. Hata ukaiba dunia yote ukaimaliza, Allah atakupa laana ambayo hutawahi kuhisi hata siku moja ya kwamba una raha duniani, ya kwamba una mali. Kwa nini? Kwa sababu umeiba, umepokonywa barakati, umepokonywa rahma za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya laana. Laana haimaanishi kwamba hutoishi, utaishi. Haimaanishi ya kwamba hutokula, utakula. Lakini Allah anakupokonya baraka, anakupokonya rahma. Al-la'nu huwa at-tardu min rahmatillah, kufukuzwa na kuondolewa katika rahma zake Allah tabaraka wa taala. Hadithi sahihi iko kwa sahihi zote mbili, Bukhari na Muslim. Hadithi riwaya ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Abu Huraira anapokea hadithi ambayo ni sahihi kulingamana na ulama wa hadithi, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema, Allah tabaraka wa taala amemlaani mwizi anaiba yai ikawa ni sababu ya kukatwa mkono, au anaiba kamba ikawa ni sababu ya kukatwa mkono. Jumhuru ulama ahli sunnati wal jamaa qalu la tuqta'u yadu as-sariqi fima duna an-nisab. Ulama wa ahli sunnati wote wanasema ya kwamba mwizi hakatwi mkono anapoiba kitu ambacho hakijafika kiwango kama vile yai. Yai ni kitu kidogo, hakatwi mkono. Kamba ni kitu kidogo, hakatwi mkono. Lakini Mtume anamaanisha nini anaposema amelaaniwa mwizi aliyeiba yai akakatwa mkono, mwingine ameiba kamba akakatwa mkono? Qala al-ulama hadha al-hadithu libayani anna at-tasahula fi as-saghairi tajurru ila al-kaba'iri, fa'ala an-nas an yahdharu min as-saghair. Limadha? Li'annaha tajurru ila al-kabira hatta tasila an-niswab au tablugha an-niswab fatuqta'u yaduhu. Jaribu kuelewa. Wanasema ulama wetu ya kwamba Mtume ametaja yai, akataja kamba kwa tanbihi, ni uzinduzi kwa umma. Mtu asidharau akasema kwamba andala tu. Mwingine asidharau akasema shilingi 100 peke yake. Usidharau ukasema 1000 tu, hii haina neno. Kwa hiyo wanasema Mtume ametaja kitu kidogo kwa sababu mwizi anaanzia pale kwa kitu kidogo. Anaanza na yai, kesho ataiba zaidi ya yai, na hivyo akienda paka anakuwa mwizi hodari ambaye ataiba kimabavu hata mchana watu wakiangalia. Ukisoma sera yake utakuta kwamba alianza kidogo na shilingi 5 akimwibia mamake, na 10 hivyo paka akafika kwa 100 akiendelea. Kwa hiyo ametaja dogo kwa tanbihi ya kwamba hili dogo litapelekea paka ufike kule kwa lile kubwa ambalo
limefika kiwango cha kukatwa mkono. Mahali shahid, ulama wanasema at-tahdhiru an sariqati bil-la'ni li'anna al-la'na la tarid illa 'ala al-kabira. Waislamu tunatakiwa tuelewe ya kwamba dhambi la wizi ni katika madhambi makubwa, kwa sababu laana ya Allah tabaraka wa taala haitoki hovyo hovyo. Waislamu, ukisikia jambo limetoka laana juu yake, watakiwa kuelewa ya kwamba jambo hilo ni kubwa kwa Allah, na ndio kwa maana ametoa laana. Sasa mwizi katika madhara yake, baada ya imani yake kumuondokea, ikawa haina nguvu ya kumsukuma na kumkanya, amepata dhara kubwa. Bado kuna lingine, Waislamu, amepokonywa baraka zake Allah tabaraka wa taala. Ni madhara makubwa yaliyoje ambayo yamepata umma leo. Leo sehemu kubwa ya maisha imekuwa ni wizi. Watu wanaiba, bali watu wengine wanafanya kama hoja kabisa, na kuambia maisha ya leo ukitafuta halali ustadi utachelewa. Hata hao wakubwa pia wanaiba, kwa hivyo na sisi tuibe. Kwa maisha yetu yote uwizi. Kwetu katika Uislamu, Waislamu, habari za kuiba ni habari nzito, kama mlivyosikia kule mwanzo kwamba mtu akitaka kuingia anampatia mtume agreement ya kwamba hatoshirikisha, hatozini, hatoiba, hatokunywa pombe mpaka mwisho. Madhara ya tatu, Waislamu, na myasikilize vizuri ili ujue habari ya wizi. Hata shilingi ya mtu kaa mbali nayo. Shilingi ambayo leo haina kazi, kaa mbali nayo maadama si yako. Madhara ya tatu, asariqatu min akli alharam, asariqatu min adh-dhulm, asariqatu min hirmani nafsi min ijabati dua. Hapa kuna matatu kwa namba 3. Wizi inapelekea kula haramu. Wizi inakuweka katika orodha na listi ya waliodhulumu. Wizi inakuweka tena pengine pabaya mno katika listi ya wale ambao dua zao haziitikiwi. Omba miaka zote, Ramadhani, Lailatul Qadri zote, amka, maadama ni mwizi hamna. Tutakimbilia wapi? Na wewe unasema maisha ya leo lazima tuibe. Tutakwenda wapi ikiwa hali ni kama hii? Wizi inatupelekea kula haramu. Wizi inatuweka katika orodha ya madhalimu waliodhulumu, kwa sababu umechukua kitu cha mtu, umemdhulumu. La tatu, wewe umejiletea matatizo mengine ya dua zako kutoitikiwa kwa sababu ya ile dhulma, kwa sababu ya ile haramu iliyotokamana na wizi. Utakwenda wapi? Hadithi sahihi iliyoko kwa sahihi, Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alihutubu akasema, ya ayuhan nas, enyi watu, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Enyi watu, jueni ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mzuri na hakubali isipokuwa kizuri. Yaweke akilini, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina faqala ta'ala, ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala
ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum. Qala Abu Huraira thumma dhakara ar-rajula ash'afa aghbara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Abu Huraira anasema Mtume alihutubu akasema, enyi watu, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri, na Mwenyezi Mungu amewaamrisha nyie waumini na lile ambalo aliamrisha mitume wake. Kuna jambo ambalo Allah aliamrisha mitume na akaamrisha vile vile waumini. Anasemaje? Allah anasema, enyi mitume, kuleni katika halali, kuleni katika halali, na mjue ya kwamba mimi Allah tabaraka wa taala matendo yenu yote nayajua, ya siri na ya dhahiri. Na Allah akasema vile vile, enyi waumini, kuleni katika vile vizuri vya halali ambavyo tumewaruzuku. Wizi inakutoa hapa, kwa sababu ukiiba ile mali ambayo umeiba sio halali, ile mali ambayo umeiba ni dhulma, ile mali ambayo umeiba Allah hajakujalia. Mshahara wako unaweza ukaharibika wote, ilikuwa ni 30,000 ukafanya mipango ikaongezeka 1 tu peke yake, au 500 peke yake, itaharibu zote zile 30. Mtume Abu Huraira anasema, Mtume baada ya kueleza haya kisha akawatajia mtu. Mtume akasema, kuna mtu ni msafiri, na sisi sote tunajua kwamba katika watu ambao dua zao zinaitikiwa ni wasafiri. Msafiri, safari ya halali, sio safari ya maasiya, safari iliyofika kiwango cha kupunguzwa swala. Dua yake inatakiwa iitikiwe wakati anapokuwa na shida akiomba. Lakini Mtume akawatajia maswahaba, mtu akasema ya kwamba kuna mtu safari yake ni ndefu mno, kwa sababu ya ile safari nywele zake zimetapakaa, zimeachana kwa sababu ana muda hajazichana, hajaosha, hajatia mafuta, nywele zimekaa ovyo. Alafu aghbara, zimepigwa na vumbi, ye mwenyewe vumbi kwa sababu ya safari. Mtu yule yamuddu yadehi ila samaa, yuinua mikono mbinguni, anamuomba Allah, anasema ya rabbi ya rabb. Mtume anasema wa mat'amuhu haram. Fikirieni, anamuomba Allah la yeye amekula haramu, amekula haramu. Wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake pia haram. Haramu ni mara mbili, ima iwe ni haramu kulingamana na chumo, umechuma lakini kwa njia ya haramu kama mwizi, au kiwe chakula chenyewe ni haramu bidhatihi, yani katika vile vilivyoharamishwa. Kwa hivyo waweza ukala chakula ambacho asili yake ni halali, lakini namna ya kukifikia umekifikia kwa njia ya haramu, ikiwemo wizi. Mtume akawaambia mtu yule chakula chake ni haramu, kinywaji chake ni haramu, mavazi yake ya haramu. Haitoshi, umelea familia na ile mali ya kuiba. Mtume akataja akasema waghudhiya bil haram, na pia kumbe amelelewa na haramu. Babake alikuwa akileta haramu nyumbani, unaiba unaletea mama, analisha watoto. Mtume akasema fa anna yustajabu lah, mtu yule atajibiwa vipi? Mafhumu alhadith, la yustajabu lah, hajibiwi. Waislamu, wizi ni sababu ya kuondokewa na nuru iman.
Wizi wa Islamu ni katika madhara makubwa ambayo inasababisha laana, na laana maana yake ni kutolewa katika baraka za Allah tabaraka wa taala na rahma zake. Na wizi wa Islamu kama vile mumeona ni sababu miongoni mwa sababu za kutoitikiwa dua. Nani yuko tayari na madhara haya? Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth bi khairi din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Madhara ya nne ambayo ni ya hatari mno kutokamana na dhambi hili la wizi. Na usikilize vizuri, wale waizi wote, mwizi yoyote yule ambaye anajua ashawahi kuiba, bali insanu ala nafsihi basira. Sote hapa kila moja anajua amemkosea Allah wapi, kila moja anajua. Sasa wewe unajua ushawahi kuiba nini, wapi, lini? Sikiliza hapa namba 4. Alu Imran aya ya 161, Allah anasema wa may yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyama. Yoyote atakayeiba atakileta alichokiiba siku ya kiyama, kuanzia kwa walioiba ghanima, kwa sababu al-ghalul asili yake ni kuiba mali ya ngawira kabla haijagawanywa. Ngawira ni mali ambayo inapatikana baada ya Waislamu kupigana jihadi na maadui wao wakapata ushindi. Maadui wakikimbia wanawacha mali katika kile kiwanja cha vita, silaha zao, nguo zao, viatu, wanyama wao, na hata wanawake walikuwa wakibeba mabinti kwa ajili ya kuwaimbia jeshi. Hii inaitwa ngawira, al-ghanima. Sasa ghalul asili yake ni kuiba mali ya umma. Waiba mali ya umma. Umeiba katika zaka, baitul mal. Umeiba katika sadaqat. Waislamu wamefanya michango yao, wewe ukaiba. Umeiba mali ya yatima, mali ya umma. Umeibia wazee, mali. Sheikh, hazina yote ya umma inaingia hapa. Yoyote atakayeiba atakileta alichokiiba siku ya kiyama. Allah, Alu Imran 161, wa man yaghlul yati bima ghalla, atakileta يوم القيامة. Abu Huraira radhiyallahu anhu katika sahiha anasema, qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatiban dhata yawmi, Mtume alisimama siku moja akatoa khutba. Fadhakara al-ghalula fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Anasema Mtume katika khutba yake akaja kutaja wizi. Alizungumza akafikia sarika, wizi, hasatan mali ya umma. Umeibia wanafunzi, umeiba mali ya msikiti, mali ya kisima, mali ya umma umeiba. Umedivert ukapeleka kwa akaunti yako. Anasema Mtume alitoa khutba akafikia wizi, akabadilika mno, akatoa maneno mazito.
Abu Huraira anasema faqala, mtume akasema, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawm alqiyama wa ala raqabatihi ba'ir lahu rugha au baqara laha rugha au shatun laha tugha au riqa'un takhfiqu فيقول يا محمد أغثني أقول لا أملك من الله شيئا قد أبلغتك. Hadithi ni sahihi, hadithi ambayo ni nzito mno, na ndio kwa maana ukitembea wewe katika nchi zile za Kiislamu watu wameelewa mambo haya, utakuta ikiadhiniwa swala wale wanabiashara wanawacha maduka wazi, wanakwenda kuswali, duka liko wazi, na mtu anakwenda kuswali na anaswali na khushui na anarudi hata hana wasiwasi. Ustadi, duka liko wazi na vitu viko hapo nje, mtu hagusi. Mtume amesema nisimpate mtu siku ya kiyama, nisimpate mtu siku ya kiyama, tusikutane na mtu amebebeshwa ngamia shingoni. Hiyo ni adhabu hiyo. Wewe uliwahi kumwona mtu amebeba ngamia? Hadithi sahihi. Sasa wewe kaa ufikirie. Mtume anasema nisimpate mtu siku ya kiyama amebebeshwa ngamia, ngamia yule anapiga makelele. Ni adhabu hiyo pia, anampigia kelele yule aliyembeba. Lahu rugha, anapiga makelele sauti yake. Na mwingine amebebeshwa ng'ombe au bakara, laha rugha, na mwingine amebebeshwa ng'ombe, yule ng'ombe anapiga makelele kwenye sikio yake. Au shat, mwingine amebebeshwa mbuzi, ameiba, amebebeshwa siku ya kiyama yule mbuzi aliyemuiba. Mwenye ngamia amebebeshwa ngamia wake, mwenye ng'ombe amebeba ng'ombe wake, mwenye mbuzi amebeba mbuzi wake, wote wana makelele. Au riqa'un, nyaraka, file. Bwana mkubwa wewe, uko ofisini ukizunguka, files zenye unapiga kesi hakuna hapa. Zote riqa, ulama wamesema ni suhuf, files, ndani yake kuna yote ambayo uliiba kwa kupitia kalamu. Boss, kuna weka sign, zote zinaletwa file riqa. Tahfiku, manake ulama wanasema zajifungua zenyewe, zile file zinajifungua zenyewe, kila moja aone fedheha hiyo. Umejaziwa file ambazo zimeandikwa huquqa nas, haki za watu, wenye mashamba, wenye nini, wenye walipokonywa sijui nini, zote. Shekhe wetu Ibn Baz Allah mrahamu anasema falhalu alhadar min al'an, hapa hakuna ujanja isipokuwa watu waanze sasa hivi kujitoa katika haki za watu. Anza sasa kuregesha mashamba ya wenyewe, anza sasa kuregesha pesa za wenyewe, anza sasa kabla haijafika kiyama. Hadithi ya Abu Huraira ambayo ni sahihi vile vile, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kanat lahu madhlamatun li akhihi, yoyote katika nini ambaye ana haki ya mwenzake, alimdhulumu kwa kumwibia. Watu wanadhulumiana hasatan wakati wetu, watu wanadhulumiana kwa kuibiana. Mtu anakuibia kwa kupitia kalamu, shamba huna, document zote unaambiwa hizo zako ni fake, hizo ni fake, hujasoma, rudi shule. Angalia vizuri, umeibiwa.
zile files zitaletwa siku ya Kiyama. Mtume anasema yoyote ambaye anajua kwamba ana haki ya mtu amedhulumu, falyatahallalahu minha, ajitoe katika haki hiyo sasa. Falaysa tamma, hakuna kule kwa Allah dinarun wala dirham, hakuna pesa kwa Allah, hakuna pesa kwa Allah. Unakwenda mwenyewe na matendo yameandikwa qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, kabla ya yule ndugu yake kuchukuliwa hasanati zake akapewa yule ambaye ulimdhulumu, umemuibia, ulimpokonya. Wa in lam yakun lahu hasanat, na kama itapatikana wewe mwizi, huna jema, na kawaida huwa hawana mema hawaizi, atapata wapi na imani ishakufa? Imani ambayo inatakiwa mpeleke katika mema hana, ndio ilikuwa madhara ya kwanza imani kuondoka. Atayatoa wapi hasanat? Ukhidha min sayiatihi, itachukuliwa maovu ya yule uliyemuibia, maovu ya yule uliyemdhulumu, utaongezewa juu ya maovu yako. Thumma turihat finnar. Waislamu, wizi ina madhara makubwa. Time imeisha, lakini kuna mambo mengi ya ajabu ajabu. Nikimalizia, swahaba mmoja amepigana jihadi ya haki na mtume yupo, akawawa. Wenzake wakasema hani'an lahu aljanna, hongera kwake, tunamtarajia pepo inshallah. Mtume akasema walladhi nafsi biyadihi, na wahapia kwa jina ya yule ambaye nafsi yangu iko kwa miliki yake mikononi mwake, inna shamlata la tastailu alayhi minan nari al'an sarakaha minal muslimina fi Khaybar. Huyu ambaye nini mnatarajia aende peponi amewawa katika jihad, ameswali na mtume, atilia mimi na wewe. Si ajabu tunaswali hudu tumekosea. Mtu ameshiriki jihadi, ameswali na mtume, maswahaba wanasema tunatarajia pate pepo. Mtume anasema na wahapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, yule mtu aliiba shuka peke yake. Shamla ni rifua, shuka, kitu cha mtu kujifinika. Aliiba kutoka kwa mali ya Waislamu siku ya Khaybar. Sasa hivi ile shuka inawaka moto juu yake. Wewe utakwenda wapi na bilioni? Utakwenda wapi na mashamba ambayo umeiba? Utafanyaje? Mtu ameshiriki jihadi, mtu ameswali na mtume. Mtume anasema aliiba shuka, sio gari. Wewe umeiba gari, umeua. Mtu ameiba shuka, anachomeka. Waislamu, pale anasema faqala rajulun min al-ansar, kwa waliokuwa mtume akitaja maneno haya, mara mtu katika answari akasema ya Rasulullah, aswabtu minha sharikaini, mimi pia siku ya Khaybar nilichukua kamba ya kiatu. Sharik ni kamba ya kufungia viatu. Wallahi mimi nilichukua kamba katika hiyo mali, nilichukua kamba. Mtume akamwambia yu'addadu laka bimithlihi ma minan nar, na wewe utaandaliwa kwa kiasi chake motoni. Yani hapa paka tauba, paka urudishe haki za watu. Waislamu, muda umekwenda mno, lakini kwa ufupi ni kwamba tutahadhari haki za watu. Tahadhari kitu cha mtu, usiguse, achana na haki ya mtu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.